Akizungumza na wadau wa mazao ya baharini ambao wameandaa kamati za uvuvi kwa nyakati tofauti huko wilaya mkoani shehia ya Mtangani, Kiwani, Mchwake, Shamiani, Chole, Kengeja, Muambe pamoja na Njombe, mpango ambao unasimamiwa na mradi wa SOFIS unaofanya shughuli zake chini ya usimamizi wa idara ya uchumi wa bluu na uvuvi. Afisa kutoka idara ya maendeleo na uratibu wa uchumi wa bluu Hamida Ntumwa Mohamed amesema lengo la mpango huo ni kuhakikisha jamii wanaitunza bahari na rasilimali zake ili kuleta mabadiliko chanya. Lengo la mpango huu ni kuhakikisha kwamba tunazitunza rasilimali zetu za bahari ipasavyo. Kwa hiyo wanaohusika katika mpango huu ni wanajamii wenyewe, wanakaa, tunawasaidia, tunapanga pamoja, tunakubaliana kwa lengo zima la kutunza rasilimali za maeneo ya bahari na usimamizi wake. Na lengo kuu hasa mbali ya kwamba ni kutunza rasilimali za bahari, lakini pia kuepusha migogoro ambayo inajichomoza na ambayo inaweza ikajichomoza baadaye. Upande wake mtaalamu wa mpango wa rasilimali za bahari kutoka ofisi ya makamu wa kwanza wa rais ambaye pia ni msimamizi wa rasilimali za bahari kwa jamii, Dr. Salim Hamadi Bakari amesema jamii inapaswa kuitunza bahari, huku akiwahimiza kuandaa mpango maalum wa matumizi ya bahari bila ya kujitokeza migogoro. Kuwa na mpango wa matumizi ya rasilimali za bahari ni jambo ambalo litasaidia jamii, lakini vile vile litasaidia nchi kwa ujumla, kwa sababu watu watapata ajira kulingana na shughuli ambazo wanafanya. Kupanga kwa kukubaliana kwamba huyu anafanya shughuli hapa na huyu anafanya shughuli hapa bila ya kugombana, lakini vile vile kila mmoja atimize lengo lake. Wakizungumza kwa niaba ya wanajamii ya watu ambao wanaishi karibu ya maeneo ya baharini, Haji Makahaji pamoja na Kasim Haji Makame, wakazi wa Mchwake Muambe, wamesema mpango ambao umeandaliwa na ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa kushirikiana na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi wana matumaini ya kuitumia bahari kwa maendeleo endelevu. Na elimu ambao sisi wananchi tumefaidika kupitia wenzetu kutoka Wizara ya Uchumi wa Bluu, tunashukuru kwamba tuna matumaini tukianzia kutumia hii elimu ambayo tumeipata sote kwa pamoja. Na kwa mujibu wa taratibu wamesema kwamba kunakuwa na taratibu, sisi wenyewe wanajamii tutakubaliana namna gani tutatenga maeneo maalumu kwa ajili ya kuhifadhi ili samaki wale waendelee kuzaana, kwa sababu tutakuwa si wanajamii tunaanza kutenga watu wa Mwane watalima wapi, wametueleza namna ambavyo hani tutaigawa, wa Mwane watakaa wapi, wavuvi wa nyavu za kukokota watakaa wapi. Kiripoti kutoka Kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.